na sisi tupo hai. Ratiba ya Mafinga ilikuwa haiwezekani kurekebishwa, tulijaribu, basi ikatulazimu kwenda. Kwa hiyo tumemaliza Mafinga jana na tumeondoka asubuhi ya leo, tumeingia mchana huu. Muendelee kututaja na kutuombea, Mungu atutie nguvu tuweze kumaliza vizuri. Basi nataka nikupe agenda mbili ambazo Mungu huwa anazifanyia kazi ili usikosee kupanga mwaka huu. Haleluya. Agenda ya kwanza ambayo Mungu huifanyia kazi ili ifanikiwe ni aliyokusudia. Mpango wa Mungu. Andika mapenzi ya Mungu au mpango wa Mungu. Saa zingine tunafeli au tunashindwa kwa sababu tumepanga nje ya mapenzi ya Mungu au tumepanga nje ya mpango wa Mungu. It is the will of God that is guaranteed to success. Ni kusudi la Mungu, ni mpango wa Mungu, ni mapenzi ya Mungu yaliyohakikishwa kwamba yatafanikiwa. Nje ya mapenzi ya Mungu, regardless utakavyoomba, utakavyotoa sadaka, hakitafanikiwa. Kwa hiyo ili kugarantii your success, ili kuhakiki ushindi wako na mafanikio yako, unahitaji align yourself. Ujipange sawa sawa na mpango wa Mungu ambao tayari upo kwa ajili yako kwenye kila dirisha la muda. Kuna dirisha la mwaka, kuna dirisha la mwezi, kuna dirisha la wiki. Tulipitia madirisha yote 12 katika ile wiki ya kwanza. Kitu kinacho hakiki mafanikio ni kama wewe utajipanga, utaji-align. Na maisha ya maombi yanatusaidia kuweza kujipanga sawa sawa na mpango wa Mungu. Atukuzwe Yesu sana. Mithali. Andika Mithali sura ya 19 mstari ule wa 21 kwenye hiyo point. Mithali 19 na ule mstari wa 21. Ili tuweze kufanikiwa mwaka huu, tunamwomba Mungu makusudi ya mioyo yetu na mipango yetu iweze kuwa sambamba na ule mpango wa Mungu. Mithali 19 na ule mstari wa 21. Sipendi Kiswahili chake, lakini ndio hivyo. Japo Biblia ya Kiswahili hivi karibuni imerekebisha baadhi ya misamiati hii. Kwa mfano, Biblia iliyotoka hivi karibuni ya Kiswahili ya Union Version, badala ya neno jogoo, badala ya neno jimbi, wametumia neno jogoo. Jimbi akawika, au kabla jimbi hajawika utakuwa umenisaliti. Biblia sasa hivi wameandika kabla jogoo hajawika utakuwa wamesaidia kidogo kupunguza misamiati migumu ambayo haikuwa ya msingi kuwepo. Ni lugha ya zamani na lugha inakuwa. Sasa hiki Kiswahili sijakifurahia, ni cha zamani bado. Wameandika hivi: kuna hila nyingi kwenye mioyo ya watu. Lakini Kiingereza chake, there are many plans in the hearts of men. Angalia tulivyokwenda mbali. Kuna mipango mingi kwenye mioyo ya watu, lakini Kiswahili wametumia neno kuna hila nyingi. Ai, wapi na wapi? Basi ndio hivyo, tunahitaji kusoma Biblia zaidi ya moja ili uweze kuwa comfortable kupata tafsiri sahihi. Kwa hiyo Kiswahili chetu hiki wametumia neno hila. Mna hila nyingi kwenye mioyo ya watu, lakini shauri la Bwana. Haya, shauri la Bwana. Kiingereza cha zamani wametumia neno the counsel of the Lord, lakini Kiingereza cha kisasa wametumia neno the purpose of God shall prevail. Litafanikiwa. Kwa hiyo haijalishi kwenye moyo wako kuna mipango kiasi gani, mingi mizuri kiasi gani, kama haijawa sambamba na mapenzi ya Mungu,
utaingia hasara, utapata tu maumivu. Kwa mfano nilitoa last week nilitoa mfano wa jamaa mmoja ambaye tumesoma naye Mzumbe chuo kikuu. Yeye alikuwa masters degree ya pili, mimi nilikuwa degree ya kwanza. Nikiwa nafundisha somo la malango ya kiroho, akasimama akiwa anaaga fellowship, akasema ninarudi nyumbani kwa sababu nimeshindwa kuendelea na masomo kabisa. Kila siku kuna dharura inanifanya nirudi Dar es Salaam. Huyu jamaa ni mkurugenzi kwenye kampuni fulani, na bodi ya wakurugenzi ilishampitisha aende shule mwaka fulani, na kwa sababu iko kwenye mamlaka yake sasa niende au nisubiri kidogo, pesa imeshaidhinishwa, kibali kimeshatolewa, aliahirisha yeye mwaka, akasema nitaenda mwakani. Na kweli akaingia chuo mwaka uliofuata. Lakini anasema leo ndio nimeelewa kwa nini nimejaribu kusoma havisomeki. Kuna dharura ofisini na kimbia narudi. Mtoto amevunjwa mguu mpirani na kimbia narudi. Bodaboda imegongwa, kuna kesi polisi, kijana yuko polisi na kimbia narudi. Yani sisomi. Kwa hiyo nimefika mahali nimeahirisha mwaka, nitarudi wakati mwingine. Lakini dirisha langu la kusoma lilikuwa mwaka jana. Kwa sababu zisizo za msingi niliahirisha. Kwa sababu nina uhuru nikaahirisha. Sikutafuta uso wa Bwana kujua kwamba niahirishe au nisiahirishe. Mungu anasema njoni tusemezane, ninyi ni watawala pamoja na mimi. Lakini ukijiamulia wewe mambo, ndio unavamia wakati ambao sio wa kwako, na unahenya, unasota, unafeli, unashindwa, kwa sababu uko nje ya your grace, nje ya neema yako. Sasa wiki ya kwanza kabisa ya kongamano hili nilikwambia usije ukawa unakusudia kutafuta mtoto wa pili wakati kumbe Mungu anataka urudi shule. Utahenya, utasoma na daftari huku unanyonyesha, kwa sababu haukujipanga sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hapa anasema kuna hila nyingi mioyoni mwa watu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Kwa hiyo unahitaji usikivu, unahitaji kuuliza ili upate mwongozo, upate maelekezo. Tuseme yote maelekezo. Kwa hiyo yale yanayofanikiwa ni yale ambayo yamo kwenye mapenzi ya Mungu. Atukuzwe Yesu sana. Na maombi ndiyo yanayotusaidia kujipanga sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Waefeso sura ya 2 mstari wa 10, Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 inasema, Waefeso sura ya 2 mstari wa 10. Andika, utaenda kusoma, mimi nikusomea haraka. Mstari wa 10 unasema hivi: maana sisi tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende katika hayo. Tokea milele maisha yako yalisha ratibiwa tayari, master plan, blueprint, mpango mkakati wa Mungu juu yako upo. Yeremia sura ya kwanza 5 hadi 10, Mungu anamwambia Yeremia, kabla hujaumbika tumboni mwa mama yako nilishakutenga uwe nabii. Mwingine alishatengwa awe accountant, mwingine alishatengwa awe mwinjilisti, mwingine alishatengwa awe engineer, mwingine alishatengwa awe mfanyabiashara wa vifaa vya ujenzi, mwingine ametengwa awe fundi, mwingine ametengwa awe mwanamichezo. Kabla hujakamilika kuumbwa kwenye tumbo la mama yako, tayari Mungu ana mpango juu yako. Kwa hiyo shortcut ni wewe kujipanga sawa sawa na mpango wa Mungu. Yeremia 29 mstari ule wa 11 hadi mstari wa 13 anasema, ninajua mawazo nayokuwazia, asema Bwana, ni mawazo ya kukupa amani. Sasa Kiswahili wametumia neno amani, Kiingereza wametumia neno prosper, mafanikio katika siku zako za mwisho.
12, utaniomba nami nitakusikia. 13, utanitafuta na utaniona utakaponitafuta kwa moyo wako wote. Kwa hiyo shortcut, Mungu akishakwambia I know the plans that I have for you, ninajua mipango nilionayo kwako, njia ya mkato ni wewe kujipanga sawa sawa na mpango wa Mungu. Kwa hiyo hiyo ni ajenda ya kwanza ambayo iko guaranteed kufanikiwa. Atukuzwe Yesu sana. Ajenda ya pili ambayo imehakikishwa kwamba itafanikiwa ni ile ambayo haikuwa kwenye mpango wa Mungu, lakini wewe uliuwin moyo wa Mungu, ulisemezana na Mungu, ukamconvince Mungu kwa sababu ni haja ya moyo wako. Hiyo pia Mungu akiipa kibali itafanikiwa. Haja ya moyo, andika haja ya moyo. Mungu anajali sana sana, anajali sana haja za mioyo yetu. Usije ukadhani kuwa mtu wa Mungu, kuwa mtoto wa Mungu, kuwa mtumishi wa Mungu, basi Mungu anakunyang'anya kabisa maamuzi. Yaani akili yako inakuwa kama zero brain, kazi yake tu kuwekewa vitu direct kutoka mbinguni. Si kweli, si kweli. Mungu anapenda pia kuona unafikiri wewe na una calculate, unapiga hesabu, unakusudia. Mungu ameshaweka uwezo wa kuruka ndani ya ndege. It is the glory of God when a bird flies. Ni utukufu wa Mungu akiona ndege aliyeumbwa kuruka anaweza kuruka. Ni utukufu wa Mungu kuona ua lililotakiwa kuchanua limeweza kuchanua. Ni utukufu wa Mungu kuona mwanamke mjamzito aliyeumbwa kuzaa ameweza kuzaa. Ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kuna potential imeshawekwa ndani yako. Sio kila kitu Mungu atakudondoshea kama vile wewe ni kaputupu. Mungu anafurahi pia kuona unakaa chini, unakusudia, unaweka mkakati pamoja naye upate kibali kwake. Hilo pia liko guaranteed to succeed, limehakikishwa kufanikiwa. Utaiona kwenye Ayubu 22 mstari wa 28. Ayubu 22 mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, nawe utakusudia neno. Wewe sasa, wewe hapo Mungu hajahusika moja kwa moja. Anafurahi kuona una design, anafurahi kuona unapanga, anafurahi kuona unakusudia kwamba hii degree nitaipata, hii biashara nitafanikiwa, hii nyumba itajengwa. Amen. Anafurahi kuona unakusudia. Sasa anasema, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwangaza utaangaza njia yako. Tayari yani Mungu anakuonyesha I am with you. Mwangaza maana yake ni nguvu ya Mungu, tukufu wa Mungu, msaada wa Mungu utakufuata. Anataka kuona kuna determination, umekusudia. Amen. Wafilipi sura ya 4. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali kila neno kwa kusali, kwa kuomba na kushukuru. Mstari wa 7, haja zenu. Hizo sio za Mungu, hizo ni zenu. What do you desire? Una shauku nini mwaka huu? Mungu anataka usemezane naye juu ya shauku yako. Usikurupuke tu kuanza mkakati bila kupata kibali kwa Bwana, bila kukaa meza moja na yeye. Wewe kusudia, ilete mbele za Mungu kama haja ya moyo wako, na mwangaza utakusindikiza. Jina la Bwana libarikiwe, apewe sifa Yesu. Zaburi 145 18-19. Zaburi 145 18-19. Utaona neno la Mungu linasema namna hii. Psalms 145, Zaburi 145 18-19 anasema, Bwana yu karibu na wote wamwitao kwa uaminifu. 19, atawafanyia wamchao matakwa yao.
Tuseme wote matakwa yao. Sema kibinafsi matakwa yetu. Sema kikwako matakwa yangu. Naye atakisikia kilio chao na kuwaokoa. Kwa hiyo Mungu anatamani kuona unamueleza haja za moyo wako. Wakati mimi nakuwa kwenye wokovu, tuliambiwa huna haja kutaja mambo yako kwa Mungu. Mungu anajua mapenzi yake. Wewe mwambie tu mapenzi yako yatimizwe. Alikuwa anatufundisha mambo ya urafiki, uchumba na ndoa. Mungu ndio anajua mke anayekufaa. Wewe mwambie tu mapenzi yako yatimizwe. Kwa hiyo tuliogopaga kweli kumweleza Mungu haja za mioyo yetu. Mpaka nilipokuja nikakutana na huu mstari, ndio macho yakafunguka pa. Nikasema basi Bwana awe mweupe asiwe mnene. Nikaende. Kwa hiyo vile unavyomwona mke wangu ndivyo ambavyo nilitamani na ndivyo ambavyo niliomba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haja za moyo wako. Mungu hawezi kuvuruga amani ya moyo wako, akose ibada kutoka kwenye moyo wako kwa kukupa kitu ambacho sio furaha ya moyo wako. Imemgharimu sana Mungu kuiweka hiyo amani ndani ya moyo wako. Hawezi leo kuivuruga. Kwa hiyo kama moyo wako una test ya Sprite, Mungu hawezi kukupa Coca. Jamani, tuko kwenye somo la malango, sio somo la mahusiano. Turudi kwenye somo. Mungu ana respect. Mungu anaheshimu haja za moyo. Lakini usikurupuke kwenye utekelezaji mpaka umepata mwangaza, kibali, utukufu wa Bwana umekupa green light. Amen. Mfano, andika mfano. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi wa 11. Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hadi wa 11. Anasema ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Tafuteni nanyi mtaona au mtapata. Kwa kuwa kila aombaye hupewa, kila tafutaye huona, kila abishaye hufunguliwa. Alafu akatoa mfano. Akasema, ni yupi kati yenu ambaye ni mzazi, halafu mtoto wako akakuomba mkate, utampa jiwe? Haiwezekani. Utampa mtoto haja moyo wake mkate. Ni yupi kati yenu mtoto akakuomba samaki ukampa nyoka? Haiwezekani. Mzee anafurahi kwa furaha ya mtoto wake. Sasa tuiangalie upande wa pili. Maana anamalizia kwa kusema, kama nyie wadhalimu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema, si zaidi sana Baba yenu wa mbinguni atawapa mema wale wamwombao. Kwa hiyo whatever you desire and determine, chochote unachotamani na kuazimu, lazima kipate kibali kwa Bwana. Ukitafutie mwangaza kutoka kwa Bwana, green light, nuru, mwanga utakusindikiza. Kusudia, lakini tafuta the light of the Lord. Sasa tuiangalie ile jiwe na mkate, tuiangalie ile samaki na nyoka, tuiangalie kwa upande wa pili. Ukiomba mkate hupewi jiwe, left extreme, lakini pia right extreme, hupewi keki. Hata kama ipo, unapewa ulichoomba, mkate. Umeomba samaki, hupewi nyoka, left extreme, lakini pia hupewi kuku. Hata kama yupo, unapewa ulichoomba. Be so specific. Uwe mahususi kwa Mungu. Unataka baiskeli. Kuna misionari mmoja kule Korea mwenye kanisa kubwa kuliko yote duniani, anaitwa David Yong Cho. Alikuwa anamwomba Mungu baiskeli, miaka ikapita hajapata. Kuna siku akalalamika, Mungu ulisema
Mungu akamwambia, baiskeli kuna za mguu mmoja, kuna za miguu miwili, kuna za miguu mitatu. Hujawa mahususi unataka baiskeli ipi, nyosha maelezo unataka baiskeli ipi. Aliposema miguu miwili, ndani ya wiki 2 akapata baiskeli ya miguu miwili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haja za moyo wako, nawe utakusudia jambo, nalo litathibitika. Sasa kwenye Isaya 43 ndio anasema njoni tusemezane. Kwa hiyo come with your plans in the presence of the Lord. Njoo na mipango yako kwenye uwepo wa Bwana. Yale makusudi kwamba mimi nataka kurudi shule mwaka huu, mimi nataka kuanza ujenzi mwaka huu, mimi nataka kuingia kwenye ndoa mwaka huu, mimi nataka mtoto mwingine mwaka huu, mimi nataka kupanua biashara, mimi nataka kuacha kazi. Upate kibali kwanza. Kila jambo lina wakati wake. Usije ukachengana na hatua za Bwana ukapauka. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Sasa katika juma hili nataka niwafundishe wajibu wetu kwenye malango. Sijui kama umepita kwenye wajibu. Umepita kwenye hila. Haya. Kwa hiyo our responsibilities. Wajibu wetu. Ukifunga wewe, Mungu anafunga. Ukifungua wewe, Mungu anafungua. Kwa tunakwenda kujifunza mambo ya kuzingatia kwenye lango wewe ukiwa umebeba funguo. Sawa? Jina la Bwana libarikiwe. Haya, sasa nikutajie vitu vitatu faster kwenye hiyo point ya wajibu. Andika wajibu wetu kama watenda kazi pamoja na Mungu. Wajibu wetu ni nini? Tumeshaona milango watu, milango eneo, milango vipawa, milango muda. Haleluya. Hivi ulilirusha lile somo kwenye group? Hujarusha. Sawa. Kwa utangulizi ulioupata, hata ukisoma mwenyewe sasa zile notes, mwalimu atakurushia kwenye group. Wangapi hamjaingia kwenye group la waombaji wa kila mwezi? Haya, basi uache namba yako ya simu kwenye kapu la sadaka. Iandike namba ya simu kwenye kapu la sadaka, waambie niingize kwenye group. Kwa sababu notes nimeshamrushia mwalimu atawarushia. Kwenye hicho kikaratasi mwalimu anasema specify fani yako, taaluma yako, kama ni mtumishi wa umma, kama ni mfanyabiashara, kama ni mwanafunzi au mwanachuo, wewe ni fundi, wewe ni mama wa nyumbani, wewe ni baba wa nyumbani, hebu specify, dada wa kazi, lakini namba yako yenye WhatsApp. Kama hauna WhatsApp, hatuna namna tutakurushia hizo notes. Hebu rudia. Mapenzi hayatatimizwa kama huna WhatsApp. Kwa hiyo kama unayo WhatsApp, una simu kubwa, tutakurushia hizo notes. Kwa utangulizi uliousikia, hata ukisoma mwenyewe sasa itakuwa rahisi. Atukuzwe Yesu kabisa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwenye notes utaona kuna watu ni mlango. Nimeweka mifano kama 12, sio hiyo tu, iko mingi. Daktari wako ni mlango wa afya, hakimu ni mlango wa haki, kiongozi ni mlango, mzazi ni mlango, kiongozi wa kiroho, mchungaji labda ni mlango, fundi ni mlango, mtaalamu fulani au wanaitwa milango watu. Mzazi wako ni mlango, mtoto wako ni mlango au wanaitwa milango watu. Kwenye notes utaona madirisha 12, alafu kuna milango eneo. Hospitali ni mlango, shule ni mlango wa elimu, mahakama ni mlango wa haki, kanisa ni mlango wa maombi au mafundisho na kadhalika. Nimeweka mle mifano milango 12 ya maeneo, na yote lazima yaombewe. Yasipoombewa hayatatimiza mapenzi. Kanisa kwa mfano ni mlango wa wokovu, mlango wa mafundisho, mlango wa maombi.
usipoombewa kanisa linageuka pango la wanyang'anyi. Tunaenda pamoja watu wa Mungu. Hospitali isipoombewa inakuwa mlango wa mauti. Watu hawatoki wazima, wakati Mungu anataka watoke wazima. Kwa hiyo milango eneo lazima iombewe. Eneo la kazi, eneo la makazi. Nani anaombea stendi? Nani anaombea airport? Nani anaombea vituo vya station? Wote tunaombea tu roho ziokoke. Lakini waombaji waliofundishwa wanakuwa so strategic kujua namna ya kuomba. Hatuombei tu roho ziokoke. Nani anaombea bandari? Kwa sababu pasipokaa sawa hapa, we upati mafuta unayosubiri kwenye bodaboda. Wote mna experience tulivyo struggle wakati wa Oktoba mwaka jana, Novemba ni mwanzoni. Vituo vya mafuta havina mafuta. Maisha yalisimama. Bidhaa hazikuweza kuingia mjini kutoka mashambani kwa sababu tu ya one item, fuel. Wote mnaombeaga ibada. Hakuna hapa anayeombeaga vituo vya mafuta. Hakuna hapa anayeombeaga bandari. Sasa huu ni uchanga wa kiroho. Sisi ni waombaji wa kila mwezi, tumefundishwa, tumefundishika. Atukuzwe Yesu sana. Nilikwenda Lindi kwa mfano. Mkuu wa wilaya akasikia, nilienda na vijana 4. Tuliwahi kwenda kwenye uinjilisti kule Lindi tukiwa wanafunzi wa vyuo vikuu. Tukaona uhitaji. Kulikuwa hakuna mwalimu wa hesabu wilaya nzima, na wilaya ina shule 4 tu. 2 ziko pale mjini na zote hazina mwalimu wa hisabati. Mkuu wa wilaya akamuomba injinia wa wilaya ajitolee kufundisha hesabu. Akawa anafundisha hesabu Jumamosi form 2, Jumapili form 4, wanakusanyika kwenye shule moja. Kwa hiyo sisi tukaenda kumaliza chuo. Tulipomaliza tu chuo tukarudi 4, 5, tukawa tunafanya seminar kwenye makanisa jioni, lakini asubuhi tukawa tunaingia mashuleni kufundisha. Mkuu wa wilaya akasikia, akatuita ofisini, chai na korosho, akatupongeza, akatupa na ofa, akasema tumeruhusiwa kuajiri direct bila wizara. Mkimaliza chuo tunaomba mje, kuna allowance ya utumishi wa kwenye mazingira magumu. Akatupamba, unapewa nyumba. Alafu pia akatueleza, yani mimi nisipomlipa mwalimu, nisipomlipa askari, nisipomlipa mtumishi wa umma, pesa haingii mtaani. Kwa hiyo ukisikia tarehe 29 ni mlango wa hela, usipouombea mtalipwa tarehe 60 na watu watahenya mtaani kwa sababu tu fedha haijaingia kwenye accounts, kwa sababu serikali ndiye mwajiri mkuu. Chief employer is the government. Nani anaombeaga tarehe 29? 30. Siku hizi ni 25, siku hizi ni 25. Kuanzia 25 wiki ya malipo. Haleluya, haleluya, haleluya. Wote tunaombea tu rozi okoke. Nani anaombeaga wiki ya malipo? Siku hizi ni 23. 23 BOT. BOT na TRA wanawahi kidogo. Okay. Hayo ni maeneo tunajisahau kuyaombea, lakini yanatutia pancha sana. Tunapiga danadana mno kwa sababu tu kila mtu anaombea rozi okoke, uamsho uje. Nani anaombea miundombinu? Reli, barabara. Nani anaombea station? Hayo yanaitwa malango eneo na malango muda. Sasa kuanzia kesho nitaanza na wajibu wetu kwenye milango ya kiroho, ili tufanye kazi pamoja na Bwana. Warumi 8:28, nasi twajua ya kuwa, Warumi sura ya 8 mstari 28, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema. Kwa hiyo tuna ushirika na Mungu. Glory to God. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9, sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Kwa hiyo
tunaweza kabisa kumfelisha Mungu. Tunaweza kabisa kumfelisha Mungu, mapenzi yake yakashindwa kutekelezeka kwa sababu hatujawajibika kwenye malango ya kiroho. Tuliona jinsi ambavyo Waisraeli waliambiwa mtatoka utumwani mwaka wa 400, lakini 400 ikapita hawakutoka, 410 ikapita hawakutoka, 420 ikapita hawakutoka. Mungu akabidi amuondoe Farao mzuri, amlete Farao mbaya anayejua kufinya, akawafinya wakafinyika, wakalia. Halafu akasema, Baba, si ulisemaga utatutoa? Mungu akasema, nilikuwa nawasubiri mseme hivyo tangu 400. Hii 430 mmeshakaa utumwani over time. Sema nakataa over time. Hallelujah. Utoke kwenye tatizo kwa wakati. Danieli alipojua kwamba sisi tutakaa Babeli miaka 70, akasema hatutarudia kosa la wazazi wetu, walikaa utumwani miaka 30 zaidi. Wakaja kutoka 430. Danieli akasema sisi hapana, tutawajibika. Tutasimama kwenye nafasi zetu za kimaombi, tutausogeza mkono wa Mungu. Isaiah 45, Isaiah 45 mstari wa 11, Isaiah 45 mstari wa 11, Mungu anasema, niulizeni, asema Bwana, habari za mambo ya wana wangu, mambo yasiyotendeka bado. Ask of me, says the Lord. Niulizeni, asema Bwana. Haleluya. Halafu bii yake anamalizia anasema, kwa habari ya kazi ya mikono yangu niagizeni. Command me, I am waiting for your command. Ninasubiri mniagize, kwa sababu sisi ni watendakazi pamoja. Na nilishasema kwenye Mwanzo 1:26, wao wakatawale. Tufanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wao wakatawale. Let them have dominion. Kwa hiyo responsibility, wajibu kwenye madirisha na malango ya kiroho, whether ni malango watu, whether ni malango eneo, whether ni malango muda, wajibu ule uko kwetu. Na mapenzi ya Mungu yanashindwa kutekelezeka si kwa sababu Mungu hakutaka, ila sisi ndio hatukuwajibika. Nimependa hamasa ya maombi niliyoikuta hapa leo kuliko ile wiki ya kwanza. Endelea hivyo sasa. Hapo unakuja tu kudaka moto. Ukirudi nyumbani watoto wamelala, rudi sebleni, ondoa stuli zote kwenye zulia. Huu ni mwezi Januari, ni mwezi wa kutangaza mambo ya mwisho mwanzoni. Kwa hiyo utumie huu mwezi vizuri. Amen. Glory to God. Simama kwa miguu yako. Tenda muujiza Bwana, tenda muujiza, usiache Bwana, mwaka upite bila kutenda muujiza. Bwana, tenda muujiza. Twakuomba Yesu, tenda usiache mwaka upite
Yesu usiache Bwana mwaka huu upite. Yesu Bwana, Yesu usiache mwaka upite. Sema Bwana Yesu, umeahidi kwenye Zaburi 32 ule mstari wa 8 kwamba utanifundisha na utanionyesha njia inipasayo kuenenda, na jicho lako litanitazama. Nifundishe Bwana, nifundishe Bwana, nisemeshe Bwana, nisemeshe Bwana, nionyeshe Bwana mapenzi yako, makusudi yako katika ratiba yako juu ya maisha yangu katika mwaka huu, ili niweze kutembea kwenye mapenzi yako, katika jina la Yesu. Niko tayari kusikia, niko tayari kupokea, niko tayari kufundishika. Sema na mimi tu kwa lugha nyepesi nitakayosikia, nitakayoelewa, nitakayopokea kwa imani, katika jina la Yesu. Tumia maneno yako kwa dakika moja. Baba, tunakushukuru, asante kwa uaminifu wako kutuweka katika darasa hili, ili tusikosee tena mwaka huu, tuweze kutembea katika mapenzi yako, maana umesema kusudi lako ndilo litakalo simama.